الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وزدنا تقى وزدنا رشد يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Leo inshallah naendelea na tafsiri ya surati al-Hajj. Pale tulipofika tukasimama katika aya ya 56. Aya 56 tulianza, lakini tutaanza tena mbio mbio kwa kukamilisha aya hiyo na 57 na 58, alafu tutazama wakati utakaobakia. Aya zinasema nini kuanzia aya 56? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. تجربكم في كتاب إن شاء الله. الملك يومئذ لله tumesema ufalme siku hiyo utakuwa ni wake peke yake. Taibu na ufalme uliokuwa duniani tumeelezea kwamba ufalme wa duniani umetokana na ufalme mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa kuwapa watu kwa dalili ya aya tukatosoma katika Al-Imran. Qul sema ya Muhammad waambie, qul illahumma malikal mulk, sema wewe ndio mwenye kumiliki ufalme wote. Qul illahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha'u, unampa ufalme umtakaye. وتنزع الملك ممن تشاء، unaung'oa ukautoa. Tanziu yani maanake anashika ufalme hataki kuondoka kwa urahisi, kwa hivyo unamuondoa kwa vile anavyopigania ufalme wake, hataki kuondoka mpaka ipite katika hali ya naz'a. Tasema naz'a kama vile kupiga mbizi chini ya mchanga ukamtoa daa yule, au kapiga vidole vyako mpaka chini ukakati katika kombe la halua kubwa. Nazi nazi yani kutoa kutoka ndani. Roho itatolewa kutoka nini? Katika ndani ya nafsi yako, utaki toke, unaogopa. Wanaziati ghalqa. Kwa hivyo nazi yani nini? Kuchukua kitu kwa nguvu. Maana watanzi'u al-mulka, kwa sababu hataki kuacha falme, unamchukua unamnyang'anya kwa nguvu kwa kumpa mtu mwingine. وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء ونمتكوز متكاي وتذل من تشاء ونمذلليش متكاي. na yule anayedhalilishwa sio kwamba kafanywa shari, hata ile pia ni khairi kwake. Biyadika alkhair ya rab, innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo ukitazama almulku duniani ufalme wake, lakini kama tulivyosema kuna ufalme wa kujigamba, ufalme wa kuonea watu, ufalme wa kujitia Mungu mtu ukasema ana rabbukum la na wengineo. Kwa hivyo siku hiyo ujue kwamba ufalme wake peke yake yeye ni maliki yaumiddin. Yeye ni mfalme wa siku hiyo, siku ya kiyama, siku ya malipo, siku ya hisab, yaumiddin, maliki yaumiddin. Dini ni dini na dini ni malipo na kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mahakama kubwa, pakapewa pakatoka haki kurudi kwa wenyewe, na waliodhulumu kupata adhabu wanastahili kupata. Hii ndio maana yake ad-din yawm al-hisab, siku ya dini. Araita alladhi yukadhibu bid-din, anayekataa kusema kuna kufufuliwa, kuna hisabu, kuna chochote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni maliki yaumiddin. Malik na qiraa nyingine malik. Malik ni mfalme na malik ni mwenye kumiliki. Maliki
miliki, mwenye kumiliki, maliki yaumiddin. Yani hakuna mwingine anayemiliki ila yeye. Mfalme wa siku hiyo ni mwenye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unaposema malik ni mfalme, na malik na mwenye kumiliki, ndio ufalme wenyewe. Na ndio kwa maana almulku ilikuja hapa yaumaidhin, siku hiyo, ule ufalme wenyewe almulku bimaana malik na malik yote maana. Na hiki Kiswahili tunaposema kutoka katika mamlaka ya ardhi, mamlaka nini yenye kumilikiwa na serikali, ndio ufalme wenyewe mwenye madaraka au mamlaka, ndio maana mamlaka ndio milki asili yake neno. Kwa hivyo hapa tunapata nini? Na ndio kwa maana akasema hapa almulku yaumaidhin lillah, leo ufalme wa kweli hasa utakaonekana. Ufalme wa binadamu wa kutesa kama alivyotesa nani Bilal ibn Rabah, akaambwa nyamaza, ukfur bi Muhammad, sema uongo kuhusu Muhammad, mkufuru, mkatae. Kaambia nyinyi mnamiliki mwili wangu, lakini moyo wangu haumiliki. Ahadun ahad, ahadun ahad. Sasa hapo kuonesha kwamba ufalme wa duniani una upungufu, hawezi kumiliki kila kitu, lakini mwenye kuchukua kila kitu siku hiyo ni mwenyewe Mwenyezi Mungu. Ufalme wa Mwenyezi Mungu anaumiliki binadamu walioumba, na miguu yao na mikono yao, yawma tashhadu alaihim aidihim, tunafunga midomo yao, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim, itasemeza mikono yao, watashhadu alaihim arjuluhum tashhadu, miguu yao itatoa shahidi na ngozi itatoa shahidi. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, wataambia ngozi zao wenyewe, kwa nini mnatoa shahidi dhidi yangu? Qalu itasemaje? Antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay, alotufanya tuseme ni Allah mwenye kukijalia kila kitu kikasema siku hiyo. Kwa hivyo huo ndio ufalme wa kweli hasa, ufalme wa kuongeza maana, ufalme wa binadamu ghairi na ufalme wa nini wa mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Viungo viko under his control, naam, katika control yake Mwenyezi Mungu Subhanallah. Kwa hivyo tukisema kama aya ilivyokuja, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, siku ambayo hakuna nafsi yenye kumiliki kwenye nafsi chochote. Wal amru yaumaidhin lillah, na jambo lote siku hiyo liko mikononi mwake Allah. Wal amru yaumaidhin lillah, jambo lote liko katika mikono mwake. Kwa hivyo subhanahu wa ta'ala, almulku yaumaidhin lillah, na katika milki yake yahkumu bainahum, yeye ndio atakayehukumu baina watu. Ikiwa yeye atahukumu kwa mbele kwa watu wote, huwa yahkumu bainahum bimaana yafsilu bainahum, atatenganisha wanastahiki pepo peponi, wanastahiki moto motoni. Huwa alladhi yaqdi bainahum, amepitisha hukumu ya qadhi baina ya watu. Na ikiwa ni hivyo, kuna watu ambao watakuwa wameamini wakaenda peponi, na kuna watu watakaostahiki moto. Yahkumu Allah bimaana anapohukumu bainahum, yahkum bina fihi khusuma, kuna ukhasama baina watu. Kuna sahibu alhaq, watakuwa katika haq na watu katika batil. Kuna mdhulumu na mdhulumiwa, na kwa hivyo lazima wapite muhakama. Kwa hivyo siku hiyo haitakuwa kama duniani. Duniani kuna mambo hayajui ila Mwenyezi Mungu. Atakuja mtu ataambua, atasimamia fulani kamdhulumu, lete ushahidi wako. Na ndio kwa maana Mtume sasa akatokea kaida, akasema nini? Sallu ala nabii Allahumma salli alayhi, akasema albayina ala man idda'i. Akasema nini? Albayina ala man idda'a,
yule aliyosema akatoa mashtaka yake ya kudhulumiwa kwake, lete ushahidi wako, lete chenye kubainisha kama kweli kakunyang'anya mali yako, kama kweli kakupiga, kama kweli kakudhulumu kwa kadha wa kadha. Albayinatu ala man iddaa, yule anayekuja kushtaki anaambiwa lete ushahidi. Taib, na yule mwingine aliyedhulumu ukhasama, inakuwa siku zote hukum ili kuhifadhi hukuku za ibad na pasiwepo na michezo talabu katika nafsi za watu au katika mali za watu, lazima pawepo na mahkumun lahu wa mahkumun alayhi, mwenye kuhukumiwa kwa ajili ya maslaha yake akaperejeshewa haki yake, na yule anahukumiwa dhidi yake akatiwa adabu kwa vile alivyofanya. Kwa hivyo Mtume SAW aliweka kaida hii kwa binadamu, sisi hatuwezi kujua ilmu ghaib, akasema aliyedhulumiwa albayna ala man iddaa, lete ushahidi, واليمين على من أنكر، na wape yamini, bimaana anamshuhudisha Mwenyezi Mungu katika jambo lake. Kwa yule mwenye kukataa kwa kafanya jambo lile, wewe unakataa, uwezo wa binadamu ni basi kufikia kwamba khalas hakuna ila nini, amweke Mwenyezi Mungu ndo shahidi wake, na hilo manake kafanya jambo ovu kubwa ikiwa anajua. Na watu wanafanya, wanatoa shahadati zur, ushahidi wa uongo, anadanganya kwa pesa 2-3, anakwenda kutoa ushahidi, kweli mimi nimemuona haja kampa hichi na hichi, na kumbe uongo, au hajampa chochote, sema la hajampa chochote. Kwa hivyo hapa utaona kwamba binadamu kadri atakavyohukumu hakuna haki ndani yake, kila kinachopita kwa haki na kuna nyingine dhulma. Anaondoka mtu na hali yeye ndo aliyekoswa na kaambiwa la mkosa ni wewe, anaondoka kibaki kulani tu, Mwenyezi Mungu atandipiza. Ndio binadamu tulivyo sisi, lakini Mwenyezi Mungu siku hizo yahkumu bainahum, na hukumu yake kila kitu kutoka kwake, ushahidi kutoka kwake kwa malaika wake, ushahidi viungo vitasema, ushahidi wa kila aina, yahkumu bainahum. Falladhina amanu, kwa hivyo wale walioamini, waamilu salihati, wakafanya mema. Tunasema siku zote imani tupo bila amal salih haifai, na amal salih zote bila imani haifai. Lazima uamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, atakaye kufufua na kukufanyia hisabu, na ama kukutia peponi au motoni. Na hii imani bil yawm al-qiyama, bil yawm al-akhir. Kwa hivyo ukiamini hapo umetekeleza nguzo muhimu kwa ikhlas, kwa sababu mshasema ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki ila Allah, Allah mwenye uwezo kila kitu, na ndiye atakayetufufua. Imani bil qiyama, nguzo za imani 6 tunajua, wal imani bil qadar, na kama Mwenyezi Mungu anapokadiria jambo iko la khairi au la shari mwenyewe apendavyo, wal qadar khairi wa shari. Kwa hivyo ikiwa unaamini hivyo halafu kisha, kwa hivyo walioamini, falladhina amanu wa amilu salihati, alioamini hivyo akathibitisha kwamba yeye kasalimu amri bila Mwenyezi Mungu, washhad bianni muslim washhad biannana muslimun, idh qala lahu rabbu aslim, kama Nabii Ibrahim qala aslamtu lirabbil alamin. Na wote, ikiwa Nabii Yusuf, ikiwa Nabii Musa, ikiwa nani, wote wamesema nini? Nabii Isa, wote wanasema wamesalimu amri kwa Mwenyezi Mungu, huwa Islam. Kwa hivyo ukiamini hivyo kwa unaamini kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja na mweza kila kitu, utathibitisha kwa nini? Kwa vitendo vyako, amal salih. Kwa hivyo imani bila amal salih, ana muamini lakini utakusali, unaamini lakini utakutoa zaka, una macho mzima, unaamini utakufanya khair yote, imani yako ina faida gani? Na unafanya khair lakini bwana hakuna Mungu, hakuna chochote bwana, natoa mali, unafanya kila jambo la khair, unajenga hospitali, unafanya, lakini mimi siamini kama kuna Mungu, mimi nafanya kwa ajili ya basi kufanya wema tu, haifai. Al-iman ma'a
صدق الإيمان يكون supported نفتين بيما والعمل الصالح. لازم الإيمان مع عمل صالح تساوي الجنة، ونفanya equation hapo equals to janna wa naimu janna naimuha. Kwa hivyo unaposema falladhina, ilipokuja katika aya hii falladhina amanu wa amilu salihati, unaposema kwamba hawa fi jannati naim, wako katika pepo za neema kabisa, ujue kwamba Mwenyezi Mungu amejua katika nyoyo zao hawa wameamini kweli kweli na wakafanya vitendo vyao vyema kwa nia safi, kwa ikhlas nia, basi hawa wanastahiki kuingia katika jannati, katika mabustani, jannati naim, bustani ambazo zenye neema ya kila aina. Lakini hapa alafu akasema walladhina kafaru wa kadhabu biayatina, na wale waliokufuru wakakanusha aya zetu, wakakanusha ayatuna, aya zetu, basi faulaika hao, walladhina kafaru wakadhabu biayatina, waliokufuru wakakadhibisha, wote walikuwa karibu na walikuwa mbali, wakiuko mbali, faulaika, sio haulai ulaika hao watumbukizeni huko, faulaika lahum adhabun muhin, hawa watapata adhabu ya kufedhehesha. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Tukitazama aya hizi mbili ya 56 57, imetaja kitu gani? Imetaja walaamini amanu wa amilu salihati, muqabil aya iliyofuatia kafaru wakadhabu biayatina, wameamini wakafanya mema, wamekufuru wakakanusha aya zetu. Hawa huko fi jannati naim, katika mabustani mazuri mazuri, wakineemeshwa huko peponi. Hawa wako katika adhabu muhin, adhabu yenye kunini, yenye kudhalilisha. Leo kama utalinganisha aya hizi mbili, al-iman wa amal salih fi jannati naim, katika neema ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, hakuna jicho liliona neema hizo, wala sikio kusikia, wala hata kumpitikia mtu katika moyo wake itakuwa hivi na hivi na hivi. Watashtukia siku, kumbe yale tulikuwa tukisoma, kumbe itakuwa hivi, kumbe hivi, ndio itakuwa starehe hizo kuliko vile anaweza kufikiri, kwa sababu akili haina upeo wa kufikiri kwake, imagination yake haitoweza kufikia kabisa kwenye jambo ambalo hajaliona, ambapo Mwenyezi Mungu ameacha katika ilmu al-ghaib, mpaka watapokuja siku hiyo kafika, wakatupugizwa, wakapelekwa kwa kuneemeshwa katika jannati naim. Hapo ndio watapoona ile raha yake. Hawezi kulinganisha kabisa na raha za dunia abadan, hata siku moja. Walladhina kafaru wakadhabu biayatina, na watakuwa katika adhabu ya kudhalilisha. Sasa kuna kitu kinaitwa ni adhabun muhin, kama ilivyokuja katika ayati, na wakati mwingine utakuta imetaja adhabun alim, na wakati mwingine utakuta imetajwa adhabun adhim, na mara tatu imetajwa. Sasa wakati unapokuwa adhabun muhin ya kumdhalilisha mtu. Kwa nini? Kwa kule kutakabar kwake, kibr al-karama wa al-izza, na utukufu, wafalme na ukubwa na nini,
usiniguse wale. Sasa wale neno tu yamkila linatosha kumdhalilisha, lakini ile sugu adhabun alim, hata apigwe mabakora 100 wala 1000 hata habari hana anastahimili, ana subra. Hata adhabu ya adhimu kubwa, adhabu ya kuendelea, lakini adhabun alim inaweza kuwa adhabu ya muda mfupi, basi adhabu yake kali, short time. Alim yenye kuumiza, yumizayo. Al-alam, anahisi bil-alam wal-waja', anahisi kule kuuma kwake kwa adhabu. Kwa hivyo inaweza kuwa adhabu ndogo, haijafikia stage ya adhabu adhimu ile kwa kubwa mwenye kustahiki adhabu ya kuendelea muda mrefu kabisa. Lakini muhin wala hataki adhabu yote kali, kauli tu. Mtu kama mtu kamtemea mate ukamtukana mbele za watu ambao wanamwekea heshima, ihtiram, vipi anakuwa hali yake? Basi hilo ni dogo. Ama huko ndio kwa muhin, ihana wa dhul, itaonekana katika hii adhabu. Alikuwa imefahamika maana ingawaje imetumika sehemu nyingine adhabu shadid pia utaona katika hii, hata adhabu shadid kwa kidunia labda pengine, lakini hasa hizi tatu zimefasiriwa kwa maelezo kama haya, kwamba alim yenye kuumiza yumizayo, wa adhim ilikuwa kubwa, wa muhin yenye kumdhalilisha mtu. Faulaika lahum adhabu muhin, watakuwa na adhabu ya kufedhehesha. Kwa hivyo wametajwa aina mbili za watu, na mwenye kutekeleza yote haya katika ufalme wake siku ya kiyama. Almulku yaumaidhin lillah yahkumu bainahum. Sasa tunakuja katika aya walladhina hajaru. Aya hii ya 58, walladhina hajaru fi sabilillahi, na wale waliohajir katika njia ya Mwenyezi Mungu, fi sabilillah, thumma qutilu, ikisha wakauliwa, au matu, au wakafa, au matu au wakafa, la yarzuqannahumullahu, hakika bila shaka lamu hiyo litawkid, kutilia mkazo zaidi la yarzuqanna na nun shadda, alam wa nun zote kutilia mkazo, atawkid juu atawkid la yarzuqannahumullah, yani hakuna uongo hapo ndani yake. Jambo limetiliwa tashdid katika kunini, kuonesha riziki ya Mwenyezi Mungu itakayokwenda kwa wale watu wema. La yarzuqannahumullah rizqan hasana, jua ingelitosha la yarzuqannahumullah, lakini alafu kukuambia hasa ni kwamba rizqan hasana, riziki ilikuwa njema kabisa. Ndio hizo pepo zenyewe na mambo yaliokuwa ndani. La, kwa nini? Kwa sababu kazi kubwa walioifanya. Tatajafa junubu anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kwa hivyo binadamu la ta'lam nafsi haijui ma ukhfiya lahum, yale yalofichiwa wasiyaone, min qurrati a'yun, yenye kuwaburudisha nyoyo zao, na itakuwa jazaa bima kanu ya'malun, itakuwa ndo malipo yao kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Hiyo ndio itakuwa ni rizqan hasana. Sasa hapa kana Allah rizqan hasana, wa inna Allah lahuwa khairu raziqin, na hakika Allah, kuna taukidi tena, inna la, sio huwa tu, la huwa, inna nun shadda, nun taukidi wa lamu taukidi fakutiliwa shay, wa inna Allah lahuwa khairu raziqin. Kwanza tutame kipande cha mwanzo, walladhina hajaru fi sabilillah, walau hajir katika njia ya Mwenyezi Mungu, wamehajir, alafu kisha nini? Thumma qutilu, kisha wakauliwa katika nini? Kutetea dini yao, au sio? Thumma qutilu au matu. Tukitizama watu walioanza
Uislamu ulipoanza kwao, hebu niambie, waliofunzwa na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazingira yaliokuwa makali kabisa, makufar Quraysh jinsi walikuwa na jeuri za hali ya juu, wakaweza kusimama kidete katika dini hii. Halafu wakaambiwa hamini, mfanye jamii ya kuweza kuwatia adabu hawa waliokuteseni. Usifikiri aliohajiri kwenda Madina alikuwa na hajiri kwa sababu ya kukimbia adhabu tu, la, kwa ajili ya kutetea dini yao, kwa ajili ya kutetea dini. Na kuna watu waliohajiri kwa ajili ya maslaha kidunia, kama tulivyoona hadithi hadithi katika Nawawi kama ilivyokuja katika Nawawi hadithi ya innamal a'malu binniyat, amali zote kwa nia. Na Mwenyezi Mungu amejua katika wale waliohajiri wote nia zao ziko safi. Waliosadif kufa katika vita kwa ajili ya kutetea dini ya maana, baada ya hijra, kuanzia mwaka wa 2 tu hijra, vikaanza vita vya Badr, vikaja vita vya Uhud, vikaja vita vya Ahzab na vita vidogo vidogo hapa na pale, wakaja vita vikaendelea. Na waliokufa vitani wakafa wakapata shahada, kufa shahidi. Lakini Mwenyezi Mungu namna gani anaotuonesha kwamba wale watu waliosimama na kusimamisha dini toka day one, siku ya mwanzo ya kupewa utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wote wakastahimili kila shida, na waliohajiri kwenda zao Habeshi kwanza, halafu wakarejea Madina, na walipopewa amri kila mtu anatakiwa lazima ni hijra, ni lazima. Na kwa sababu kule kusimama kidete na dini yao, kuto kuogopa adhabu zote wazokadhibisha na Makureshi, Mwenyezi Mungu anawatia katika stage kama kwamba ni wa fisabilillah. Tasawa, imekuwa sawa sawa baina yule aliyehajiri akafa katika vita na yule aliyekufa hivi hivi, imekuwa sawa sawa kwa sababu taabu zote walizipata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema pia katika aya 195 ya Ali Imran, waman yuhajir fi inasema aini fastajaba lahum rabbuhum, Mwenyezi Mungu akawajibu ani la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin na untha, sipotezi amali yoyote kwa mwanamke kwa mwanamume, baadhum min baadh, wao wenyewe kwa wenyewe. Walladhina hajaru, wale waliohajiri, wa ukhriju min diyarihim, walitolewa katika majumba yao wakayawacha, waudhu, na wakapata kila aina ya maudhi, fi sabili, katika njia yangu. Huyu nani Bilal namna gani akiadhibishwa, na huyu Khabbab bin Arat, na huyu Al-Yasir, familia Yasir yote, Ammar na mamake na babake, na huyu wengi wameadhibishwa kwa sababu ya udhaifu wao, umaskini wao, waliteswa mateso kila aina mpaka kufika hadi wengine kufa shahidi. Kwa hivyo walladhina, aya inasema nini? Hasa falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim, wakatolewa katika majumba yao, waudhu fi sabili, wakapata kila maudhi iliyofika katika kufuata njia yangu na kutekeleza maamrisho yangu. Wakatalu, na wakapigana vita vya jihadi. Wakatalu wa kutilu, na wakauliwa. Kwa hivyo wametoa listi yote waliohajiri wote pamoja, kwa sababu ya adhabu yote walipata Makka, na pamoja wao na wenzao wamatu fi sabilillah, waqatalu wa qutilu law kaffirana anhum sayiatihim, Mwenyezi Mungu atawasamehe dhambi zao zote, walakhiranahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, watie katika pepo ambayo ikipita mito chini yake. Hii ni thawabu min indillah, hii ni thawabu special kutoka kwa Allah. Wallahu indahu husnu thawab, Mwenyezi Mungu ana bora ya thawabu iko kwake. Walladhina hajaru fi sabilillah thumma qutilu au matu, ikisha wameuliwa au wamekufa hivi hivi. Watu waliohajiri wanatiwa katika stage ya sasa na waliopigana wakafa katika vita. Na mfano mkubwa utatazama Khalid bin Walid, ambaye kapigana vita wala hakuna vita alokula hasara, bali alikuwa ni mshindi. Hata alipigana upande wa Quraysh, upande wa washirikina,
katika vita vya Uhud, alikuwa yeye ndio kiongozi. Kwa hivyo ukitizama huyo Khalid huyo alipokuja kuhudhuriwa na Umar Khattab, akenda kakaa Hims. Alipokaa Hims Syria, ikawa ni anakwenda kauguza mwili wake mpaka kafa katika godoro, kafa katika firashi, na anaona uchungu wenzio wanakufa. Hebu niambie, mtu yastahiki kama jihad sabila? Anasema Khalid bin Walid katika maneno maarufu yamedawiniwa kwa dhahabu, wino wa dhahabu, anasema laqad shahadtu 100 zahfin au zihaa au ngine laqad qudtu 100 waqi'a. Kauli nyingine, nimeongoza vita 100 au mfano wake au zaidi. Anasema wama fi jasadi mawdhi' shibr, katika mwili wangu mzima hakuna hata sehemu ya shibiri, baina shubiri ukapima baina kwenye kitovu mpaka pajani au mpaka kifuani au mpaka mguni, mote viraka vitupu, mote mapechi wama